Kesi ya uhaini inamkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo jijini Dar es Salaam, ambapo shahidi wa jamhuri ambaye ni kamishna msaidizi wa jeshi la polisi ACP Amini Maamba ametoa ushahidi wake mbele ya mahakama hiyo. ACP Maamba amesema kuwa anafanya kazi makao makuu ndogo ya jeshi la polisi, ofisi ya mkurugenzi wa makosa ya jinai nchini DCI, ofisi ambayo ipo Dar es Salaam katika kitengo X kinachoshughulikia makosa ya mtandao na makosa yanayotishia usalama wa nchi na migogoro, huku akiwa na uzoefu wa miaka 26 kwani ameajiriwa toka mwaka 2000. Akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga, ameieleza mahakama namna alivyoweza kuongoza timu ya upelelezi juu ya jarada la uhaini la Tundu Lissu. Shahidi ACP Maamba mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru ameieleza mahakama kuwa kauli alizozitoa Tundu Antipas Lissu katika video iliyochapishwa YouTube na Jambo TV ni kauli ambazo zilikuwa zinatishia au zinaitisha serikali. Sasa Amani Maamba ameeleza kuwa amepata mafunzo ya awali katika chuo cha taaluma ya polisi Moshi kuanzia mwaka 2000 hadi mwaka 2001. Katika kozi hiyo anakumbuka alijifunza masomo mbalimbali ikiwemo uchunguzi wa kijinai, masomo ya sheria, mfano sheria ya ushahidi, sheria ya ulinzi wa mashahidi, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, sheria ya kanuni ya adhabu na mbinu za kijeshi. Pia akasema kuwa alijifunza mbinu za kijeshi, mafunzo ya kivita na anaeleza kufanya kazi ya upelelezi mkoani Tanga kwa miaka 5 ambapo alikuwa chini ya ofisi ya mkuu wa upelelezi kituo cha polisi cha Chumbangeni. Mwaka 2006 kwa kipindi cha miezi 3 alihudhuria mafunzo maalum katika chuo cha polisi CCP Moshi ambayo yalijikita katika mbinu mbalimbali za upelelezi. Baadaye akahitimu na kupewa cheti cha ufaulu. Kutokana na kuwa na ufaulu mzuri, akateuliwa kuwa mwalimu wa upelelezi katika chuo hicho cha CCP, yani chuo cha taaluma ya polisi kule mkoani Moshi, akiwa na majukumu ya kuweza kufundisha masomo mbalimbali ikiwemo somo la upelelezi pamoja na masomo mengine kadri alivyopangiwa na viongozi wake, akifanya kazi kwa miaka 3 kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2009. Aliendelea kupata uzoefu wa upelelezi ambapo mnamo mwaka 2014 aliteuliwa na IGP kuwa mkuu wa upelelezi wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, akiwa msimamizi mkuu wa maafisa wote wa upelelezi, akihudumu katika nafasi hiyo mpaka mwaka 2016. Mwaka 2017 ACP Maamba alihamishiwa mkoa wa Ruvuma na kuwa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa huo, akiwa kama RCO, akiwa na majukumu ya kuweza kusimamia mkoa kama mkuu wa upelelezi wote, akikaa mkoa huo kwa miaka 5 kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2022. Lakini mwaka 2023 akahamishiwa jijini Dar es Salaam na kuwa msaidizi wa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda hiyo, yani Deputy ZCO, akikaa katika nafasi hiyo kwa miezi 10 kuanzia Januari mpaka Oktoba, na baadaye kuhamishwa mkoa wa kipolisi Kinondoni na kuwa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kuanzia mwaka 2023 Oktoba hadi mwaka 2024, ambapo alihamishiwa ofisi anayohudumu sasa iliyopo katika kitengo X, makao makuu ndogo ya polisi pale jijini Dar es Salaam. Sasa ACP Maamba akiongozwa na wakili wa serikali Nasolo Katuga. ACP Maamba anadai kuwa
Mnamo Aprili 8 mwaka 2025 majira ya mchana, akiwa ofisini kwake makao makuu ndogo ya polisi iliyopo katikati ya jiji, yani Posta, alipewa maelekezo na afande Ramadhani Ngazi kwamba afike ofisi ya upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam kwenda kusimamia na kuratibu upelelezi wa jarada la uhaini ambalo lilikuwa tayari limefunguliwa ofisi ya ZCO kanda maalum, ambapo lilikuwa linamhusisha Tundu Antipas Lissu. Shahidi huyo ambaye ni ACP Amani Maamba ameeleza kuwa kitengo chao kilikuwa kinajihusisha na masuala ya uhaini na alitakiwa kwenda kuonana na naibu mkuu wa upelelezi kanda ACP George Bagiem, na alipofika katika ofisi zilizopo karibu na kituo cha SGR, alipofika alikutana na ACP George Bagiem, akamwingiza ofisini kwake na kumtambulisha kwa timu yake ya upelelezi na kumpa mrejesho walipofikia katika upelelezi wa jarada la uhaini. Kisha alipangia majukumu timu, ambapo wapo wapelelezi waliopewa kazi za operesheni ikiwemo kukamata, kupekua, na wengine aliwapa jukumu la kuweza kukusanya taarifa, huku timu nyingine ikikusanya ushahidi na kuweza kuchakata. Baada ya kumaliza kuwagawa majukumu, wote walianza kuitazama video ile, na ambayo ilikuwa kwenye mtandao wa YouTube kwenye akaunti ya Jambo TV, ikimwonyesha mshtakiwa Tundu Antipas Lissu akihutubia. ACP Amini Maamba ameeleza katika ofisi hiyo kuna kompyuta maalum ya polisi inayotumiwa na Assistant Inspector Michael yenye intaneti ya polisi. Wakitazama video hiyo ya Lissu mwanzo mpaka mwisho kwa takribani masaa mawili, huku Lissu akiwa amevalia kombati maarufu ya Chadema, nyuma yake kukiwa na bendera ya taifa na bendera ya Chadema. Alikuwa akavaa miwani huku akitumia lugha ya taifa. Baada ya kumaliza kuitazama video hiyo, ACP Maamba anaeleza kuwa walibaini yale maneno aliyokuwa akitamka mshtakiwa yalikuwa ni kosa ambapo anashtakiwa nalo la uhaini. Anadai kuwa Lissu alitamka akisema kuwa, na nukuu hapa maneno aliweza kuyasema ACP Amini Maamba. Anasema kwamba, na nukuu hapa maneno yake, wanasema kitu kimoja sahihi hapa, ni msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, kwa sababu tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo namna ya kuweza kupata mabadiliko, kwa sababu tutaenda kukinukisha sana. Huu uchaguzi tutavuruga, kwa sababu tutaenda kukinukisha vibaya sana. Mwisho wa kunukuu yale maneno ambayo ACP Maamba aliyanukuu kutoka katika video aliyoitazama kutoka kwenye akaunti ya YouTube ya Jambo TV, ambayo aliweza kuiongea Tundu Antipas Lissu. Anaendelea hapa kueleza kuwa yeye pamoja na timu yake waliona ya kwamba mshtakiwa Tundu Lissu alikuwa na nia ya kuweza kuitisha serikali ili itende kile anachotaka, kitendo cha kuitisha serikali kwa kuzuia uchaguzi, kwa kuhamasisha uasi, ndio uhaini wenyewe. Ameeleza hivyo huyo ACP Maamba. Maamba anasema kwamba kosa la uhaini limeainishwa katika kifungu cha 39 kwenye mabano A na B. Kwa mujibu wa uchunguzi wao waliochunguza, wakabaini ya kwamba Lissu ni raia wa Tanzania, na kwa kuwa ni raia wa Tanzania ana wajibu wa kutii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa ndani au nje ya nchi. Maamba akaendelea kufafanua kuwa maneno tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi na tutavuruga uchaguzi, hayo maneno ya kutisha serikali
kwa sababu serikali ina wajibu wa kuweza kulinda amani ndani ya nchi, na hayo maneno yana viashiria vya kuweza kuvunja amani. Hivyo kutamka hayo maneno ni kuitisha serikali. Anaeleza kuwa waliona mshtakiwa alitenda kosa la uhaini, alidhihirisha nia yake ya kuweza kuitisha serikali kwa kuchapisha taarifa kwa umma kupitia mtandao wa kijamii wa YouTube wa Jambo TV. Anaeleza kuwa uchaguzi uliokuwa ukizungumziwa ni uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge, madiwani wa mwaka 2025 ambao upo kwa mujibu wa katiba na sheria. Akiulizwa na wakili wa serikali Nasolo Katuga pale ambapo katiba inapokuwa imevunjwa mlinzi wake ni serikali, akasema kwamba kuvuruga uchaguzi anayeathirika mmoja ni serikali ambaye anahusika na kusimamia na ndiye mwenye jukumu la kuweza kusimamia. Maamba akaeleza kuwa katika upelelezi wao hayo maneno ya kukinukisha yalilenga matendo ambayo yangeweza kuzuia uchaguzi kwa kutumia mbinu mbalimbali kuzuia wapiga kura wasipige kura. Amesema kuwa maneno yaliyotamkwa na mshtakiwa, tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, tutavuruga uchaguzi kwa sababu tutaenda kukinukisha vibaya sana. Haya maneno ni maneno yenye vitisho dhidi ya serikali. Hivyo kutamka maneno haya kuzuia uchaguzi ni kinyume na katiba na sheria za nchi hii. Amini Maamba ambaye ni ACP wa jeshi la polisi anaeleza kwamba anachokumbuka baada ya upelelezi na kukusanya vielelezo vyote ambavyo ni video iliyopatikana kwenye YouTube ya Jambo TV na memory card vilifikishwa katika maabara ya uchunguzi kuchunguza picha, lengo ikiwa ni kuweza kufanya ulinganifu kama picha mjongeo iliyopatikana kwenye YouTube inafanana na picha ambayo ilipatikana kwenye memory card. Shahidi anadai kuwa uchunguzi ulifanyika na kuweza kupata taarifa ya uchunguzi walibaini kuwa ile picha mjongeo iliyopatikana kwenye mtandao wa YouTube na ile iliyopatikana kwenye memory card ndiyo hiyo moja. Anakumbuka kwamba siku hiyo ya tarehe 8 Aprili mwaka 2025 alimwelekeza Afande Michael aende maabara ya uchunguzi akachukua vielelezo ambavyo vimechunguzwa pamoja na taarifa ya uchunguzi, ambapo alifanya hivyo kutoka pale maabara ya uchunguzi na kisha kurudi katika ofisi na kukabidhi kwa mtunzaji wa vielelezo hivyo. Lakini shahidi huyo akaendelea kueleza kwamba akapiga simu kwa wakuu wa upelelezi makosa ya jinai nchini kwa kuwa lengo hasa ni kuweza kutaka kujua ni kwa kiasi gani ile kauli ya Tundu Lissu ilipokelewaje na jamii. Baadhi ya maharasio wakaombea kwamba wana taarifa hizo. Baadhi ya watu wamekamatwa baada ya kuwakuta kuchochea, kushawishi wengine kula njama ya kuweza kufanya maandamano, akitaja mikoa kama vile Arusha, Kilimanjaro, Mbeya, Ruvuma na Dar es Salaam. Anaeleza kuwa aliitisha majarada kutoka katika mikoa hiyo, majarada ya uchunguzi kutoka katika mikoa huo na baadaye kuitisha hayo majarada. Baadaye ya kuitisha hayo majarada ambapo timu iliweza kuyapokea na kuanza kuyasoma na kuyapitia moja kwa moja, lakini pamoja waliweza kubaini kwamba wengi waliokuwa mle walikuwa ni wamehamasika na kauli ya mshtakiwa na wengi wao walikuwa ni wafuasi wa chama cha Chadema. Sasa hapa tunaanza kupata picha kidogo kwamba hii kesi bwana ni ya kutaka kuhusisha Chadema moja kwa moja na vurugu zilizotokea mnamo tarehe 29 mwaka 2025. Sasa
Anaeleza hapa ACP Maamba akisema kuwa watu hao alielekeza kwamba watu hao watafutwe na wapatikane na waandike maelezo kama mashahidi wa athari zilizotokana na kauli za Tundu Antipas Lissu katika kesi ya uhaini walipatikana na kutekeleza maelekezo. Mnamo Aprili 9 mwaka 2025 ndiyo tarehe ambapo mshtakiwa Tundu Antipas Lissu alikamatwa akiwa ziarani na kusafirishwa kutoka Mbinga na kuletwa Dar es Salaam kituo cha kati, yani Central Police, na kupelekwa moja kwa moja ofisi ya naibu mkuu wa upelelezi kanda ya Pwani, ikiwa ni tarehe 10 Aprili mwaka 2025. Baada ya kufikishwa, Lissu alipelekwa mbele ya Deputy ZCO George Bagiem. Alimsomea tuhuma zake, lakini mshtakiwa huyo alizikana. Baada ya kupata maelezo ya Lissu, jalada liliweza kufikishwa ofisi ya taifa ya mashtaka kanda ya Dar es Salaam kwa ajili ya maamuzi mengine ya kisheria, na ilipofika majira ya mchana, ofisi hiyo iliandaa mashtaka dhidi ya mshtakiwa na kumfikisha mahakamani siku hiyo hiyo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa kosa la uhaini. Sasa kuna jambo lingine liliweza kuzuka mahakamani, ni vitisho dhidi ya mashahidi. Amini Maamba ambaye ni ACP Amini Maamba ameeleza kwamba anakumbuka baada ya Lissu kusomewa mashtaka yake, jalada la upelelezi lilirudishwa kwao kwa ajili ya kuweza kukamilisha upelelezi, ambao walipokea malalamiko kutoka kwa baadhi ya mashahidi kupitia wakuu wa upelelezi wa mkoa kwamba wanaweza kupata madhara endapo watakuja kutoa ushahidi mbele ya mshtakiwa. Shahidi huyo akaendelea kueleza kuwa matisho hayo wahusika waliyaona kuweza kupitia mitandao ya kijamii, na wengi wao walikuwa ni wafuasi wa Chadema, wakitamka maneno ya kwamba watawadhuru mashahidi endapo wakienda kutoa ushahidi, wakisema kwamba watawasalimia endapo wakienda kutoa ushahidi. Wengine wakasema kuwa watawaombea mabaya. Anaeleza kuwa walifanya upelelezi, wakajiridhisha kama hayo malalamiko yana ukweli, wakajaribu kupitia baadhi ya mitandao kwenye comment. Kulikuwa na vitisho kupitia Instagram, Facebook na TikTok. Baada ya kudhibitisha, yeye kama mpelelezi mkuu aliwasiliana na ofisi ya taifa ya mashtaka kuhusu matishio, lengo ikiwa ni kama kuna uwezekano wa kuweza kuomba ulinzi waombe, na ofisi hiyo iliweka kiapo maalum, maombi ya kinga kwa mashahidi ambao wanapitia hali ya matishio. Baada ya hapo, shahidi ACP Maamba akawa amemaliza kutoa ushahidi wake na kuruhusu maswali ya dodoso kutoka kwa Tundu Antipas Lissu. Sasa Tundu Antipas Lissu anaenda kumhoji shahidi maswali ya dodoso kama utakavyoweza kuyasikia hapa. Baada ya kamishna msaidizi wa polisi ACP Amini Maamba ambaye ni shahidi namba 16 kumaliza kutoa ushahidi wake katika kesi ya uhaini inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, shahidi huyo namba 16 alihojiwa maswali ya dodoso na mshtakiwa kuhusiana na ushahidi wake aliotoa mahakamani. Sasa tutaenda kukusogezea kile ambacho kiliweza kujiri katika maswali ya dodoso ambayo Tundu Lissu alimhoji shahidi katika mahakama hiyo kwa siku ya leo. Hata hivyo, baada ya kumaliza kutoa ushahidi wake, Lissu aliomba maelezo yake aliyoyaandika polisi yapokelewe na mahakama kama kielelezo cha upande wa utetezi. Upande wa jamhuri hawakuwa na pingamizi juu ya maelezo hayo, na hivyo kuwa kielelezo nambari 15D kwa upande wa utetezi. Baada ya kupokelewa kwa maelezo hayo na kuwa kielelezo cha upande wa utetezi, Lissu alitumia maelezo hayo kumhoji shahidi huyo maswali ya dodoso, na sehemu ya mahojiano hayo ilikuwa kama ifuatavyo. Tundu Lissu alianza kwa kusema,
wewe ni ofisa mbobevu wa jeshi la polisi? Alimuuliza swali. Shahidi akasema kwamba sahihi. Lakini Tundu Lissu akamuuliza tena, nikisema umepanda vyeo kwa kufungua kesi za uongo utasemaje? Shahidi ambaye ni ACP Mahamba akasema kwamba si kweli. Lissu akamuuliza tena, nikisema umepanda vyeo kwa kutesa watuhumiwa utasemaje? Shahidi akasema si kweli. Lissu akamwambia tena, nikisema huna uadilifu wowote na haufai kuvaa uniform za polisi utasemaje? Shahidi akasema si kweli. Tundu Lissu akamsema tena kwamba nikisema wewe na timu yako ya jeshi la polisi mnashirikiana na wahalifu waliofanya vurugu mwaka jana utasemaje? Shahidi akasema si kweli. Tundu Lissu akasema, shahidi, nikisema una ubebevu wowote wa masuala ya jinai? Shahidi akasema si kweli. Tundu Lissu akasema, waeleze majaji kama uliandikwa maelezo ya shahidi. Shahidi akasema, sikuandika maelezo kwa sababu mimi nilikuwa mpelelezi tu. Lissu akamuuliza tena, hapa nina maelezo ya ACP Amani Mahamba ni nani? Shahidi akasema, maelezo yangu niliojiwa. Shahidi akasema tena. Lissu akamuuliza tena shahidi, maelezo yako uliandika Aprili 30 mwaka 2025 na yana saini yako? Shahidi akasema ndiyo, yana saini yangu. Lissu akamuuliza tena, katika ushahidi wako wa awali unasema unafanya kazi katika kitengo X ambacho kinashughulikia makosa ya mtandao, maadili ya umma na migogoro inayotishia usalama wa nchi, kweli si kweli? Shahidi akasema kweli. Tundu Lissu akamuuliza tena kwamba waeleze majaji kama kuna mahali umeonyesha kitengo X na vilevile kitengo hicho kinashughulikia migogoro inayotishia usalama wa nchi, yapo hapa au hayapo? Shahidi akasema kwamba yapo, ni sehemu ya majukumu yangu. Lissu akamuuliza kitengo X? Shahidi akasema kwenye ufafanuzi yapo. Lissu akasema waeleze majaji kama kwenye maelezo yako kuna mahali umeonyesha kwamba ulisomea chuo cha polisi Moshi kuanzia mwaka 2000. Shahidi akasema hayapo. Tundu Lissu akamuuliza tena kwamba umeeleza kwamba wewe ni msaidizi wa mkuu wa kitengo X kilichoko chini ya DCP Ramadhani Ngazi. Je, maelezo hayo yapo kwenye maelezo yako uliyoandika polisi? Shahidi akajibu kwamba hayapo. Lissu akamuuliza tena, umeieleza mahakama kwenye ushahidi wako majukumu yako ni upelelezi wa makosa ya jinai, kuhoji watuhumiwa na kuandaa majarada ya kesi na kuyapeleka ofisi ya taifa ya mashtaka kwenye mabano NPS. Sasa waeleze majaji kama hayo maneno yapo kwenye maelezo yako. Shahidi akasema kwamba hayapo. Lissu akamuuliza tena, umeeleza ulikuwa CCP Moshi, ulisema ulisomea upelelezi, sheria ya ushahidi, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA, uongozi, mbinu za kivita na kadhalika. Sasa waeleze majaji kama hayo maelezo yapo kwenye maelezo yako uliyoandika polisi. Shahidi akasema kwamba hayapo. Mheshimiwa Tundu Lissu akamuuliza tena, mwaka 2006 ulienda kusoma chuo cha polisi Moshi mafunzo maalum. Sasa waeleze majaji kama hayo maelezo yapo katika maelezo yako ambayo yapo mahakamani. Shahidi akasema kwamba hayapo. Tundu Lissu akamuuliza tena, umeeleza kwenye mafunzo ulijifunza mbinu za upelelezi na kuzawadiwa cheti
cha certificate of competence. Waeleze majaji kwenye maelezo yako niliyoyasoma hapa mahakamani, hayo maelezo yapo? Shahidi akasema kwamba hayapo. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akamuuliza tena, umesema ya kwamba sababu ya ufaulu wako mzuri ulipandishwa na kuwa mkufunzi wa chuo cha polisi Moshi, ni sahihi? Shahidi akasema ni sahihi. Lissu akamuuliza tena, kwenye maelezo yako umeeleza hayo? Shahidi akasema hayapo. Lissu akamuuliza tena, waeleze majaji, umeeleza hapo chuoni ulifundisha somo la upelelezi pamoja na masomo mengine kwa miaka 3, kweli au si kweli? Shahidi akasema ni kweli. Lissu akasema maelezo hayo uliyoyatoa hapa yapo kwenye maelezo uliyoandika polisi? Shahidi akasema hayapo. Kesi iliahirishwa au kesi imeahirishwa mpaka siku ya kesho, mpaka siku ya leo mnamo Agosti 11 mwaka 2026 kwa ajili ya Tundu Lissu kuendelea kumhoji shahidi, ambapo tutakuja kukuletea ushahidi au tutakuja kuletea ule mwendelezo wa kile ambacho Tundu Lissu ataendelea kumhoji shahidi huyo aliyekuja kutoa hapa mahakamani dhidi ya mshtakiwa Tundu Antipas Lissu. Sasa muda si mrefu tutakusogezea update za moja kwa moja kutoka mahakamani kuweza kuelezea kile ambacho Tundu Lissu amekuwa akimhoji shahidi huyo.